Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa channel yetu ya Injili ya Furaha, nikukaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mungu ambaye amekuwa nasi na anaendelea kuwa nasi kwa namna ya pekee katika kipindi cha Majilio. Tuna habari njema. Ni Dominika ya 4 ya Majilio. Dominika hii ya 4 ya Majilio ni tarehe 21 mwezi wa 12. Kuzaliwa kwa Bwana ni Christmas tarehe 25. Kumbe tumebakiza kimsingi siku 4 au 3, kwa sababu siku la 4 ndio inakuwa kuzaliwa Bwana. Tumebakiza kwa hiyo siku 4 kuwa siku muhimu, sherehe ya kuzaliwa Bwana. Ndio maana nakukumbusha tena juu ya swali nililokuuliza tulipoanza Dominika ya kwanza ya Majilio, kwamba tumeanza Majilio. Majilio ni kama vituo vya hija: kituo cha kwanza, kituo cha pili, kituo cha 3 na kituo cha 4. Leo tupo kituo cha 4. Sasa tunapokuwa kituo cha 4 katika hii safari ambayo tumekuwa nayo, hali yako ya kiroho imekuwaje? Umebaki pale pale? Umesonga mbele? Umerudi nyuma? Dominika ya 4 ya Majilio ni kilele cha safari yetu ya kungoja, kwa sababu ndio Dominika ya mwisho, ni kilele. Tuko karibu sana kabisa na sherehe ya kuzaliwa mkombozi wetu. Kumbe kanisa linatualika si tu kusubiri, bali kukubali mpango wa Mungu hata pale unapovuruga mantiki zetu, mipango yetu na matarajio yetu ya kibinadamu. Unajua, mwanadamu yote yule, mimi na wewe, tuna mipango. Na napanga nitafanya hiki katika maisha yangu, mwakani nipate hiki na hiki. Aya, nifanye biashara yangu hivi, mtoto wangu awe hivi. Ni mipango yetu. Lakini mipango yetu hiyo sio mipango ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana mipango yetu tunayokuwa nayo inapofika sasa ikaenda kinyume na tulivyotarajia, wala tusikasirike, na kimsingi inabidi tufurahi, kwa sababu pale ambapo mipango yetu inaenda kinyume na mantiki ya kibinadamu au kinyume na logic ya kibinadamu, Mungu ndiye mwenyewe anajua. Kwa hiyo inapoenda kinyume, hapo ndio tunapaswa tuwe na utii kwamba mapenzi ya Mungu yametimizwa. Masomo yetu ya leo yanatuonesha Mungu anayekuja, Mungu anayetoa ahadi, Mungu anayechagua watu wa kawaida kabisa, lakini kupitia watu hao wa kawaida kutimiza mpango wake wa ajabu. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya ya 10 mpaka ya 14. Hebu tuone mazingira ya somo hili. Kifungu hiki cha maandiko kutoka Nabii Isaya kinatokea wakati mgumu wa historia ya Israeli. Kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa Ahazi, ambaye alikuwa mfalme wa Yuda, na alikuwa anakabiliwa na tishio la kisiasa na kijeshi kutoka kwa falme jirani zilizokuwa zinamzunguka. Kumbe badala ya kumtumaini Mungu, Ahazi alitaka kutegemea nguvu za kibinadamu na mikakati ya kisiasa ambayo alikuwa ameiweka. Sasa Nabii Isaya, akitumwa na Mwenyezi Mungu, anatumia fursa hii kumwalika Ahazi aombe ishara kutoka kwa Mungu, ikiwa ndiyo udhibitisho wa uwepo na ulinzi wa Mungu. Ahazi sasa ameshakuwa na wasiwasi, mpaka anategemea falme za jirani, hamtegemei Mwenyezi Mungu. Sasa Isaya ndiye anamwambia Mungu bado yupo, na kama kudhibitisha, omba chochote, ishara kutoka kwa Mungu kudhibitisha kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Somo hilo ukisoma ni nzuri sana. Tusome maneno machache ya Isaya hiyo sura ya 7
kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 12. Siku zile Bwana akasema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako, itake mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa, nyumba ya Daudi, je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Sasa akasema, wewe umekataa kuomba ishara. Sasa Mungu ndiye kupitia kinywa cha nabii Isaya anasema hivi, kwa hiyo sasa Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Kumbe pamoja na kwamba Ahazi anakataa kuomba ishara, si kwa unyenyekevu wa kweli kwamba alikuwa mnyenyekevu, bali ilikuwa ni kisingizio cha kidini kinachoficha ukosefu wa imani. Hapo Mungu mwenyewe ndiye anasema, sasa nitatoa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mwana, na ataitwa jina lake Imanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Kumbe hii ni ahadi ya kina inayozidi hali ya kisiasa. Ni tangazo la uwepo wa Mungu kati ya watu wake. Kwanza huyu mtoto anayezaliwa anaitwa Imanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo uwepo wa huyu Imanueli ni udhibitisho wa Mungu ulio mkubwa kuliko hata angelikuwa anategemea jeshi la namna gani. Somo la pili ni zuri, linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 7. Mtume Paulo anaandika barua hii kwa Wakristo wa Roma, jumuiya ambayo hakuwahi kuitembelea bado, lakini anaunganika na jumuiya hiyo kwa imani moja. Mwanzoni kabisa mwa barua, Paulo anajitambulisha kama mtumwa wa Yesu Kristo aliyechaguliwa kutangaza injili ya Mungu. Na Paulo anasisitiza katika somo hili kuwa injili haikutokea ghafla, bali iliahidiwa tangu zamani kupitia manabii. Unajua injili sawa imeanza wakati wa Yesu, lakini tangu enzi za manabii, tangu Agano la Kale, miaka mingi kabla Yesu kuzaliwa, tayari ufunuo wa Mwenyezi Mungu ulishaanza kuwepo. Kumbe Yesu Kristo ni wa uzao wa Daudi kwa mwili, lakini ametangazwa kuwa mwana wa Mungu kwa nguvu ya ufuko wake. Kumbe hapa Paulo anaunganisha ahadi za Agano la Kale na utimilifu wake katika Kristo. Majilio sasa kwa mtazamo huu ni kutambua kwamba Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Somo la injili ambao inatoka Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 18 mpaka ya 25. Hii injili muisome vizuri. Inatuletea simulizi ya Yosefu ambaye alikuwa mchumba wa Maria. Yosefu anakumbana na mgogoro mkubwa wa ndani. Mgogoro huu mkubwa wa ndani ulikuwa ni upi? Mama Bikira Maria ni mjamzito, naye si baba wa mtoto. Fikiria wewe ungelikuwa una mchumba wako umeposa, halafu huyu mchumba wako unakuta au unagundua ana mimba, na wewe hujakutana na huyo mchumba wako, mimba si yako, ungelijisikiaje? Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kimsingi kwa haki ya Kiyahudi angeliweza kumfedhehesha hadharani kwamba huyu binti, huyu mchumba wangu nilikuwa
tujakaa pamoja, nimekuta na ujauzito, anamwaibisha. Lakini kwa kuwa alikuwa mtu mwenye haki na huruma, anapanga amwache kwa siri. Tena niongeze kitu kingine. Kwa Wayahudi, uchukue mimba ambayo hajulikani mume wake, ulikuwa unapigwa mawe mpaka unakufa. Sio kama siku hizi ya kina dada, yani wanapojisikia tu mimba. Wala huwezi kumuuliza mwenye mimba hii ni nani. Anasema sio juu yako. Sasa kwa Wayahudi, mzee unapigwa mawe mpaka unakufa. Sasa nadhani kama hiyo sheria tungelileta Tanzania, nadhani kina dada wengi wangelikufa, tungelikuwa tunazika kila siku yani. Kitu ambacho ni hatari. Lakini katika mazingira hayo ndipo Mungu anaingilia hali hiyo ya sintofahamu, wasiwasi wa Yosefu kupitia ndoto. Yosefu anaambiwa asimwogope kumchukua Maria, kwa kuwa mimba hiyo anayokuwa nayo ni ya Roho Mtakatifu, ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mtoto ataitwa Yesu, kwa maana ataokoa watu wake na dhambi zao. Yosefu bila kuuliza maswali mengi anatii. Kumbe utii wa Yosefu ni kimya, na unakuwa daraja la Mungu kuingia katika historia ya wanadamu. Yani kitendo cha Yesu kuwa na utii ule, Mungu anaingilia katika historia ya wanadamu, anashuka, na ndipo Yesu anakuja kuzaliwa na baadaye kwa mkombozi wetu kama tunavyofahamu. Baada ya utangulizi huo ambao nimeutoa kwa masomo yetu matatu, je, tunajifunza nini kutokana na masomo yote matatu ya leo? La kwanza, nikijikita kwenye somo la nabii Isaya la kwanza, Mungu habaki mbali na hofu na migogoro ya watu wote. Anakuja mwenyewe kuwa Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Unapokuwa na mgogoro, unapokuwa na shida katika maisha yako, Ahazi yule alivyokuwa anajua ana hofu atavamiwa na serikali au falme za jirani, hakumwamini Mwenyezi Mungu, alikuwa na wasiwasi. Lakini hapa tunaambiwa kwamba migogoro yetu na hofu yetu, Mungu sio kwamba yuko mbali, yuko nasi, ni Emmanueli pamoja nasi. Lakini namba mbili tunachojifunza, kukataa kuamini Mungu ni hatari kuliko hali yoyote ya nje. Imani ambayo imekataa kumkubali Mwenyezi Mungu inafunga milango yote ya wokovu. Narudia, kukataa kuamini Mungu ni hatari kuliko hali yoyote ya nje. Kwa sababu unapokuwa umekataa kumkubali Mungu katika maisha yako, maana yake ni kama Mungu hayupo. Hata kama ni wokovu, maana yake haupo kwako. Ndio maana mtu ambaye amepotoka katika imani anaona Mungu hayupo, ni hatari sana, na tumuombee mtu wa namna hiyo. Lakini mawili tunayojifunza kutoka waraka kwa Warumi, mpango wa Mungu ni wa muda mrefu na mwaminifu. Kile alichoahidi anakitimiza kwa wakati wake. Mungu ana ahadi na kwa wakati wake atatimiza. Lakini namba mbili, wito wetu wa Kristo unatokana na neema, si kwamba tunastahili. Tumeitwa kuishi kwa imani na utii. Usio kaona unafanikiwa, usio kaona unafanya hili na hili, alafu ukasema ni mimi tu. Ni kwa neema. Si kwamba wewe una mastahili mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe yani hata vumbi hatuwezi tukalingana nayo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ila ni kwa neema tu. Neema, gratis, neema, grace, kitu ambacho ni mtu anapewa yani bila mastahili au kama zawadi. Kutoka Mathayo sura ya kwanza ya 18 mpaka ya 25 tunajifunza mambo mawili tena. Cha kwanza, Mungu hutimiza mipango yake au mapenzi yake kupitia utii wa watu wa kawaida wanaosema ndio tena kimya kimya.
Bikira Maria alikuwa mtu wa kawaida, dada ambaye hakujulikana. Yosefu mtu wa kawaida sana, kawaida kabisa. Lakini kupitia hao watu Mungu ametimiza mambo makubwa. Ndio maana kwenye moja ya barua za Paulo anasema tuna hazina hii kubwa katika vyombo vya udongo. Ukijua thamani kubwa ya Mwenyezi Mungu ilivyo kubwa, lakini Yesu anakuja kwetu, sisi ni kama udongo, ni haina thamani. Kwa hiyo hazina kubwa katika vyombo vya udongo. Huwa napenda ninaposali misa ile sala ya Ekaristi ya pili. Tunasali, tunafika mahala fulani, tunasema hivi: tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Yani mimi kama padre na padre yote yule, si kwamba tunastahili kumshusha Yesu pale altareni, au kwamba mimi kuwa padre basi niwe na kiburi kwamba ni kitu kikubwa. Hapana, sio hivyo. Ila basi Mungu mwenyewe anatustahilisha, anatuheshimisha bila mastahili yetu. Lakini namba 2, imani ya kweli mara nyingi inahitaji kukubali yasiyoeleweka kwa mantiki ya kibinadamu. Imani ya kweli mara nyingi inahitaji kukubali yasiyoeleweka kwa mantiki, kwa kadri ya fikra, kwa kadri ya tulivyozoea sisi binadamu. Hiyo ndio imani ya kweli. Kwa kweli kwenye masuala ya imani, ukitaka kwamba kila kitu nikielewe au kinapaswa 1 kujumlisha 1 iwe 2, 2 mara 2 iwe 4, 10 kutoa 1 iwe 9, 0 kujumlisha 0 iwe 0. Kwa Mungu 1 kujumlisha 1 inaweza ikawa 1. Kwa hiyo tulikumbuke sana. Kumbe wapendwa, Dominika ya Majilio inatuuliza mimi na wewe, je, tuko tayari kumpokea Mungu anayekuja kwa namna tusiyoitarajia? Yesu amekuja, nani alitegemea Yesu azaliwe na mama Bikira Maria? Na ndio maana watu wengi kipindi cha mwanzo walikwazika, hata pengine na Mafarisayo wale na watu wa Agano la Kale. Mimi wakati mwingine nikivaa viatu vyao na waelewa. Unamwona huyu kijana, ulikuwa unamwona pale mitaani kwenu, anakuwa anacheza na watoto wengine kama kawaida. Alafu baada ya kufika miaka 30 ghafla anasema mimi ni Mungu. Tuwaelewe. Mimi na wewe sasa hivi tunalielewa hilo, lakini tuwaelewe hivyo. Na ndio maana hata kwa mfano kwenye Ekaristi Takatifu, mageuzo kwa mfano wakati wa misa, ile iliyokuwa hostia mwanzoni baadaye inabadilika inakuwa mwili wa Kristo. Ukisema nitumie mantiki ya kibinadamu, unaweza ukaona haiwezekani, lakini ni huyu Mungu anayeshuka. Kumbe kama Ahazi tunaweza kuogopa, kama Yosefu tunaweza kuchanganyikiwa, kama Paulo tunaweza kuitwa kubeba Injili, lakini katikati ya yote ujumbe ni mmoja: Mungu yu pamoja nasi. Akiwa nasi hakuna hofu isiyoshindika, hakuna giza lisilo na alfajiri. Hebu tutafakari kwa utenzi huu mfupi. Mungu wa ahadi za kale, waja wako wakungoja kwa imani. Katika giza la waka mwanga wa rehema, Imanueli njoo ukae nasi. Njia zako ni kuu kuliko zetu, mipango yako imejaa hekima. Tufundishe kusema ndio kama Yosefu, hata pale mioyo yetu inapoumia. Majilio yatufanye maskini wa roho, tukiwa tayari kupokea neno. Uje uzaliwe ndani ya maisha yetu, Yesu tumaini la mataifa. Mwisho tuhitimishe kwa sala hii. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako katika kimya cha majilio, tukiwa na hofu zetu, mashaka yetu na matumaini yetu.
Tufundishe kuamini hata pale tusipoelewa. Tufundishe kutii kama Yosefu na kutumaini kama kanisa lako linavyoamini. Yesu Emmanueli, ingia katika nyumba za mioyo yetu, ponya yaliyovunjika na uizalie upya imani yetu. Tufanye kuwa vyombo vya amani yako leo na siku zote. Amina. Nikutakie sherehe njema inayokuja ya kuzaliwa Bwana Emmanueli. Mungu pamoja nasi akae katika maisha yako. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.